Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 11, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura 21 aya 17 hadi ya 29. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi ya 48. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi ya 48 inatoa wito mkali na wenye changamoto kwa upendo usio na mipaka. Waamini kuwapenda hata adui zao na kuomba kwa ajili ya wale wanaowatesa. Mafundisho ya Kanisa Katoliki yanasisitiza amri hii kama msingi wa maisha ya Mkristo au ya Kikristo, yakialika waamini kuiga upendo wa Mungu usio na masharti. Ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu inatoa kielelezo cha upendo huu mkuu na huruma isiyo na kikomo ya Kristo, ikitumiza kuungana na moyo wake uliojaa upendo kwa ajili ya ubinadamu wote. Katika Injili hii inahimiza upendo wa kimapinduzi unaopita mipaka ya upendo kwa marafiki na kuenea hata kwa maadui. Kwa kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, inaona amri hii kama kiini cha wito wa Kikristo wa utakatifu na mfano wa upendo wa Mungu. Pia kwa namna ya pekee katika mwezi huu wa 6, mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu, ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu inawakilisha upendo mkuu na huruma ya Yesu Kristo kwa wanadamu, ikitoa mfano kamili wa upendo kwa adui. Lengo la amri hii ni kuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu, ikimaanisha kuiga sifa za Mungu za upendo na rehema kwa wote. Mandhari na muktadha wa Injili hii ya leo. Katika hotuba yake ya mlimani, Yesu anawapa wafuasi wake mafundisho mapya yanayopindua misingi ya sheria za kale. Katika Injili hii inahusiana na amri ya kumpenda jirani yako na kumchukia adui yako, ambayo ilikuwa ni tafsiri ya kawaida ya sheria ya Kiyahudi ya wakati huo. Yesu anapingana na tafsiri hii kwa kutoa amri mpya. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhi. Yesu anaeleza kuwa upendo huu usio na masharti ndio unaoashiria kuwa kweli ni watoto wa Baba wa mbinguni. Anatoa mfano wa Mungu mwenyewe ambaye ulichomoza jua lake juu ya waovu na wema, na wanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Hii inaonyesha kuwa upendo wa Mungu haubagui, hauna ubaguzi, na unajidhihirisha kwa watu wote bila kujali matendo yao. Yesu anahoji, kwani mkiwapenda wale wawapendao ninyi mnapata thawabu gani?
hata watoza ushuru hawafanyi vivyo hivyo? Lengo kuu la amri hii ni kuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ukamilifu huu sio wa kutokufanya dhambi, bali ni ukamilifu wa upendo na huruma unaoakisi tabia ya Mungu. Tuangalie mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu upendo kwa adui. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba amri ya kumpenda adui siyo ya hiari, bali ni kiini cha Injili wa wito wa Kikristo. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki inasisitiza kwamba upendo wa Kikristo unapaswa kupita mipaka ya upendo wa kibinadamu wa kawaida, ukionyesha upendo wa Mungu kwa wanadamu wote, wema na waovu. Upendo huu unahitaji msamaha, huruma na hata maombi kwa ajili ya wale wanaotutesa. Ni ushahidi wa kweli wa ufafanuzi wa Kristo na njia ya kugeuza mioyo. Kanisa linaelewa kuwa kupenda adui haimaanishi kukubaliana na matendo yao mabaya au kutafuta haki. Badala yake ni kukataa chuki na kisasi na kuombea mabadiliko ya mioyo yao na uokovu wao. Ni tendo la hiari la mapenzi linalotoka katika upendo wa Mungu ndani yetu. Ni ngumu, inahitaji neema ya Mungu. Inatokana na mfano wa Kristo mwenyewe ambaye aliwasamehe wale waliomsumbua na kumuua. Kwa namna pekee katika mwezi huu tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni kiini cha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Moyo wa Yesu unawakilisha upendo wake wa dhabihu, huruma yake isiyo na kikomo na utayari wake wa kuteseka kwa ajili ya wokovu wa kila mmoja wetu. Ni ishara ya upendo wa Mungu ambao humpenda kila mwanadamu bila masharti, bila kujali hadhi, asili au matendo yake. Kupitia ibada hii, waamini wanaalikwa kutafakari upendo huu mkuu, kujibu kwa upendo wao wenyewe na kujitahidi kuiga sifa za moyo wa Yesu: unyenyekevu, upole, huruma na msamaha. Moyo mtakatifu wa Yesu unatukumbusha kwamba Yesu hakuwapenda tu marafiki zake, bali pia aliwaombea na kuwasamehe wale waliomsulubisha, akionyesha kiwango cha juu cha upendo kwa adui. Ibada hii inahimiza matendo ya upendo, huruma na fidia kwa dhambi, ikituunganisha na upendo wa Yesu kwa ulimwengu. Amri ya Yesu ya kuwapenda adui zetu inatofautiana sana na falsafa nyingi za ulimwengu zinazohimiza jicho kwa jicho au kulipiza kisasi, wakati baadhi ya tamaduni zinaweza kuhimiza uvumilivu au kuepuka mzozo. Upendo wa Kikristo unaenda mbali zaidi, ukidai upendo kwa kweli, msamaha na maombi. Hii inahitaji mabadiliko ya ndani ya moyo yasiyowezekana bila neema ya Mungu. Basi kupitia Injili hii tunajifunza mambo kadha na kadha, na baadhi ya mambo haya ni kama maombi kwa adui. Anza kuombea wale ambao wamekukosea au unaona kama adui zako. Omba kwa ajili ya wokovu wao na mabadiliko ya mioyo yao. Kuiga upendo wa kimungu. Jifunze kutoka kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Tafakari upendo wake usio na kikomo na huruma yake, na ujitahidi kuonyesha sifa hizi katika maisha yako ya kila siku. Msamaha. Fanyia kazi msamaha wa kweli. Msamaha siyo kusahau au kukubaliana na kosa, bali ni kuachilia uchungu na kisasi na kumwachia Mungu haki. Kujitahidi kwa ukamilifu. Elewa kwamba wito wa kuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu ni wito wa kukua katika upendo na huruma, si wito wa kutokufanya dhambi kabisa.
kushuhudia Kristo. Upendo kwa adui ni ushuhuda wenye nguvu zaidi wa imani ya Kikristo unayoweza kuleta mabadiliko katika mioyo na jamii. Na kushukuru kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Samuel Nziuna wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!